Karibu sana KingoFarm. Sasa leo hii ninataka tujifunze vizuri kabisa kuhusiana na mafua sugu. Mafua ambayo huenda umejaribu kila aina ya dawa ambayo unaijua wewe inatibu mafua yameshindwa kabisa kupona. Nisikilize vizuri sana. Haya mafua kuyatibu kidogo huwaga panakuwaga na ugumu. Kwa sababu ni kama vile huwaga hayasikii dawa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyakinga mwanzoni kabisa, na nitakuelewesha sababu moja ambayo huwa nyingi sana wafugaji wengi washindwe kuyatibia haya mafua. Haya mafua yanatibika kwa dawa za kawaida kabisa, lakini hii sababu ambayo ninakwenda kukuambia hapa ndio huwa inawafanya watu wengi sana wafeli kuweza kuyatibu mafua ya aina hii. Mafua haya mara nyingi sana utamwona kuku amevimba macho, anatoa machozi, muda mwingine ukimpasua, ukichukua lile jicho ukilifungua utakuta kama vile lina donge jekundu lakini jeupe, linakuwa kama vile kidonge fulani hivi cheupe. Lakini pia muda mwingine ukilazimisha kutoa hichi kidonge cheupe unaweza ukasababisha hadi upofu kwa hawa kuku. Na puani utakuta anatoa kamasi. Kwa hiyo hizi ni dalili ambazo za kutambua kwamba haya ni mafua ni sugu. Lakini dalili kubwa, yani haina haja ya kuangalia hivi. Ukishajua kuku wako wana mafua unawatibia hawaponi, lakini hali inazidi kuwa mbaya, vifo vinaongezeka, basi ujue kabisa umeshaingia kwenye haya mafua ambayo tunayaita ni mafua sugu. Sasa nataka nikuelezee kitu kimoja kwa undani zaidi. Endapo utanisikiliza na utaweza kukifuata hichi kitu, basi hutaweza kuingia kabisa kwenye haya majanga. Lakini pia nitakupa dawa ya kutibia ambayo zaidi ya wafugaji 10 hapa KingoFarm wameitumia na kuku wao walipona haya mafua sugu. Kitu kikubwa ambacho naweza nikakielezea kwa neno kubwa kinachopelekea mafua haya ni kitu kinachoitwa stress factor. Sasa hii stress factor ni neno la Kiingereza, kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni msongo, kama vile pressure ambayo inakuwa inawakumba kuku wako, ndio inaweza ikasababisha mpaka ukafika hatua ya kwamba mafua yakawa ni sugu. Sasa hii stress factor inatokana na nini? Ni kwamba inasababisha kuku wako wasiwe katika hali ya kuweza kukinga magonjwa vizuri, yani kuweza kukinga magonjwa vizuri, lakini pia na kusikia dawa vizuri, kiasi kwamba kuku wako unapokuwa unatibia mafua, ile dawa inashindwa kwenda kufanya kazi vizuri kwenye mwili wao. Na hii huwa inatokana kwanza kuchafuka kwa banda. Banda likiwa chafu linatoa harufu kama ile ya amonia, ile harufu kama ya mkojo tuseme. Hili banda lazima tu liwafanye kuku wasisikie vizuri, yani wasiwe katika ile hali nzuri, kiasi kwamba hata kama unawapa dawa hawawezi wakasikia hii dawa. Na endapo walikuwa na mafua ya kawaida, hii itasababisha mafua yasipone mpaka yanakuja kuwa mafua sugu. Mafua yana tabia ya kujizalisha, yani ya kwenda kwenye dalili mbaya kabisa. Yani unaweza kuona kuku labda ana mafua ya kawaida, lakini mpaka inafikia kipindi anakuwa na amevimba macho na dalili nyingine ambazo zinaonyesha kwamba haya mafua ni sugu. Na kitu kingine ni kwamba kutokuwapa vitamini ya kutosha kuku wako. Endapo kuku wako huwapi vitamini ya kutosha, inaweza ikapelekea mpaka mafua wanayoumwa yakawa sugu. Sababu gani? Vitamini kwanza huwa inaondoa stress kwa kuku. Kwa hiyo endapo huwapi, kwa hiyo inasababisha watapata stress. Na kitu kingine, kazi ya vitamin huwa inaongeza kinga kwa kuku wako dhidi ya magonjwa. Kwa hiyo vile virusi vinavyoendelea kumshambulia kuku kwa sababu ana upungufu wa vitamin, basi inaendelea kutengeneza yale mafua yanakuwa ni sugu. Lakini pia harufu mbaya. Sasa nikizungumzia harufu mbaya, unaweza kuitofautisha na banda kuwa chafu. Banda likiwa chafu lazima tu litatoa harufu mbaya. Muda mwingine unaweza kuwa unatoa matandazo kwenye banda lako la kuku, unayamwaga nje karibu kabisa na banda lako la kuku, ikapelekea ile harufu tena ikawa inarudi bandani. Kwa hiyo banda likawa lina harufu mbaya na kuku wakashindwa kupata ile hali nzuri, yani kwa neno la Kiingereza tunaweza tukasema kwamba wakashindwa kuwa comfortable na yale mazingira. Kwa hiyo pia itapelekea hao
kuku kushindwa kutengeneza kinga vizuri dhidi ya magonjwa. Kwa hata ukiwapa dawa wanakuwa hawasikii vizuri. Kuna joto kali. Joto miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinatengeneza stress pia kwa kuku ni joto. Mfano mzuri broiler, wakati wa mchana ukienda kwenye banda lao labda kuna joto kali, utakuta wanafanya ile panting, yani wanahemea juu hata kama wana maji. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ile hali inawafanya wasiwe comfortable. Wewe hata kama ukiwapa dawa wanakuwa hawaisikii vizuri. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikapelekea kuku wako ukawa unatumia tiba sahihi kabisa, lakini ikashindwa kufanya kazi kwa kuku wako, na hivyo ika develop, yani yale mafua yakatoka kwenye hatua ambayo ni ya kawaida yakaenda mpaka kwenye hatua ambayo inakuwa ni mbaya zaidi, na hivyo ukaona kabisa kuku wako hawasikii dawa. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia ni kuondoa hichi kitu ambacho kinaitwa stress factor, hichi kitu ambacho kinasababisha stress kwa kuku. Yani jenga banda ambalo kuku wako hawajabanana, banda ambalo linapitisha hewa vizuri. Kuku anahitaji hewa nzuri kabisa. Yani wewe mwenyewe ukikaa mazingira ya nje ya banda na ukiingia ndani ya banda, uwe unahisi ile hali ni ile ile. Yani tuseme kwamba hata kumchukua mtu ambaye labda haoni, akiwa nje ya banda na ndani ya banda la kuku anaona ni sawa, kuliko ukisha ingia kwenye banda la kuku unaona kabisa wewe mwenyewe. Unajua kuna mabanda ukiingia wewe mwenyewe kabisa unaona kabisa hujisikii vizuri. Kwa hiyo hiyo na yenyewe ni hatari. Sasa hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea kuku wako huenda wasipone, na sio mafua tu, magonjwa mengi sana tunashindwa kuyatibu kwa sababu kuku mwili wao unakuwa unaandamwa na vitu ambavyo haviwezi vikamfanya yule kuku aweze kusikia dawa vizuri. Sasa bwana, jinsi ya kuatibia, utachukua tangawizi moja na unga wa moringa. Huo ni unga wa moringa vijiko viwili. Lakini pia utachukua majani ya aloe vera mawili, pia na pilipili 5. Huu mchanganyo huu hapa utaublend, utawawekea kwenye maji lita 8 mpaka lita 10 kwa siku 3 mfululizo. Utafanya hivi, lakini pia zingatia vitu kama vile usafi wa banda na vitu vingine vingi. Na mwisho kabisa unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Utajifunza hizi tiba kwa undani kabisa, lakini pia tunavyo vitabu. Hivi vitabu bei yake kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vinatoa elimu nzuri kabisa kuhusiana na ufugaji, kama vile kuchanganya dawa, kuna vitabu vya kutengeneza dawa, kuna vitabu vya kutengeneza chakula na vitu